Miongoni mwa taarifa ambazo zilikuwa zinateka headlines za watu na pia ziliwaacha watu kwenye mshangao mkubwa zaidi, basi uwezi ukaiacha taarifa ya rais wa mpito wa Burkina Faso. Hapa namzungumzia Captain Ibrahim Traore. Hivi siku za karibuni kwenye vyombo vya habari vingi tu anazungumziwa sana ni Captain Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso. Na hii ni mara baada ya kutaka kupinduliwa madarakani kuweza kutolewa katika nafasi aliyokuwa nayo, na wale wanaotaka kumtoa inasemekana kwamba ni miongoni mwa wanajeshi waliofanya kazi katika jeshi la Burkina Faso. Nikisema miongoni waliofanya kazi kwa maana hadi sasa hawana kazi, kwa sababu Captain Ibrahim Traore aliweza kuwashikilia wote kwa namna walivyotaka kutengeneza shambulizi limradi kuweza kumpoteza Captain Ibrahim Traore. Kapteni alitumia njia gani hadi uweza kuwadhibiti hawa watu ambao walitaka kumtoa kwenye madaraka yake? Leo nimeweza kukuandalia makala fupi inayohusiana na story ndani yake kuhusiana na namna walivyopanga shambulizi hadi namna Kapteni Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso, kuweza kutatua na kuweza kuwadhibiti kwa kila ambacho walipanga kukifanya. Karibu sana. Kama ni mara kwa kwanza kutazama channel yetu, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi uwe kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu mimi ni Dulkan_OG, ni follow pale Instagram, mtu wangu utakuwa umetisha kinoma noma. Haya, twende kazi. Taarifa zilizopo hadi sasa ni kwamba tayari wameshakamatwa. Swali linakuja, ni wakina nani waliokamatwa? Siku za hapo nyuma kulikuwa na moja ya habari ambayo iliweza kuwastua watu wengi zaidi. Inawezekana tayari umeshaisikia kwamba Ibrahim Traore alitaka kuuliwa nusu aweze kupoteza maisha kwa kila ambacho alikuwa anatakiwa kufanyiwa na wale wanajeshi. Sasa ilikuwa inakutatiza sana, ulishindwa kuelewa kuwaje hadi wale wanajeshi wakataka kumpindua madarakani Captain rais wa mpito Burkina Faso Ibrahim Traore. Mimi niko hapa kukuelezea kwa kile ambacho kiliweza kutokea, lakini kabla sijaanza, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na baada ya mimi kuelezea, basi utaniandikia kupitia comment section hapo kwa maono yako na mtazamo wako namna nilivyoelezea Ibrahim Traore ni vipi hatima yake. Mungu aendelee kumsaidia, Mungu aendelee kumpambania, atumie njia gani ili mradi akae mbali zaidi na hawa maadui wanaotaka kumpindua madarakani. Rais wa mpito wa Burkina Faso ni miongoni mwa marais ambao wana umri mdogo lakini wanaongoza taifa kubwa. Hapa namzungumzia Captain Ibrahim Traore, miongoni mwa marais wenye umri mdogo zaidi Afrika, na pia anaongoza vizuri. Muda huo akiwa anafananishwa na viongozi mbalimbali waliopita. Hapa yupo Thomas Sankara ambaye alikuwa pia rais wa Burkina Faso, wengine wanamfananisha na Omar Gaddafi, wengine wakizungumza kuhusiana na JPM John Pombe Joseph Magufuli, lakini mtazamo wa mtu mmoja hauwezi kutafsiri maana yote. Tuanze kwenye namna tukio lilivyotokea hadi rais wa mpito Burkina Faso kuweza kugundua kwa kile ambacho kilitaka kutokea. Katika tukio hili ama shambulizi ambalo alitaka afanyiwe Captain Ibrahim Traore, hapo unahusishwa wanajeshi watatu. Mwanajeshi wa kwanza alijulikana kwa jina la Said, mwingine ni Karim na mwingine ni Idrissa. Hao wote wanasemekana kwamba wako chini ya jeshi la Burkina Faso lililopo chini ya Captain Ibrahim Traore. Sasa ni namna gani waliweza kugundua hadi kuweza kuwadhibiti hawa wanajeshi watatu waliotaka kumwangamiza na kumtoa madarakani Captain Ibrahim Traore ambaye ni rais wa mpito wa Burkina Faso? Miongoni mwa makamanda kama Kopro aliweza kugundua kwa hiki ambacho kilikuwa kinaendelea, kwa sababu kulikuwa na mlango ambao unaenda moja kwa moja kwenye ofisi za Captain Ibrahim Traore ambao unajulikana kwa jina la Emergency Right System. Ni sehemu ambapo unaweza ukajua kila kitu kinachoendelea kuhusiana na rais wa Burkina Faso, na inakupa upenyo zaidi wa kuweza kuingia ndani na kufahamu kila kitu kinachoendelea. Kupitia Ibrahim Traore tayari ameshamshtukia zamani sana. Sasa swala ambalo alitaka kulifanya Karim ni kumshuti moja kwa moja Captain Ibrahim Traore, lakini cha ajabu, kabla hata hajafika alikokuwa anaelekea, nyuma yake alisikia sauti inamwambia fanya ambacho anataka kufanya. Alishangaa sana, ni nani ambaye ameweza kustukia kwa hiki ambacho anakifanya, kwa sababu mfumo tayari wameshauzima na taarifa ziweze kusambaa na kujulikana kwamba huko kuna mtu anaelekea. Ile kugeuka nyuma anakutana na Captain Ibrahim Traore. Hapa sasa ndipo maswali mengi yalikuja kwake. Kilichotokea baada ya hapo ni kuweza kuanza kuhuzunika na kuweza kukubali kwa kile kilichotokea. Kilichomfanya ashangae zaidi ni kwamba Captain Ibrahim Traore hakuwa tu peke yake,
bali alikuwa na wanajeshi wengine kama 8 hivi ambao aliweza kuongozana nao. Hivyo hakuwa na namna, ilibidi akubali aeleze kila kitu ambacho kilikuwa kinatokea. Alipiga magoti chini na akisema kwamba yuko tayari kueleza ni nani ambaye ameweza kuwachuma na nani ambaye anahusika kwa kila kitu. Basi wote watatu waliweza kukamatwa na moja kwa moja walienda kuhojiwa mbele za watu kwenye umati mkubwa zaidi wa watu, raia wa Burkina Faso, na kuweza kuulizwa kwamba ni nani ambaye amewatuma. Hii kesi inasemekana kwamba miongoni mwa watu wanaohusika ama taifa linalohusika ni taifa la Ufaransa, kwamba wenyewe wanahusika kwa namna moja ama nyingine. Ikumbuke kwamba rais wa mpito wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore ni miongoni mwa marais ambao wanasimama kwenye msingi thabiti. Ni miongoni mwa marais ambao wanatetea haki itendeke kwa kila mmoja na sio kupendelea kwenye upande mmoja tu. Hivyo wao marais wa nchi za mbali Ulaya na mataifa mengine tofauti na Afrika wako kwa pamoja kuweza kutaka kama kumuangamiza. Hapa nazungumzia Marekani pamoja na Ufaransa pamoja na mataifa mengine baadhi. Lakini hadi sasa taarifa zipo kwenye taifa la Marekani pamoja na Ufaransa. Sasa hili tukio la hapa, hawa wanajeshi wanasema kwamba moja kwa moja limetokea Ufaransa, kutokana na kile ambacho waliweza kukamatwa mara baada ya kuona kwamba Ufaransa tayari wameshatuma watu wao watatu ambao wanatumika kwenye jeshi lile la Burkina Faso, na waliweza kuahidiwa vitu vizuri zaidi mara baada ya kuweza kumwangamiza Kapteni Ibrahim Traore. Mara baada ya Ufaransa kuona kwamba wanajeshi wake watatu ambao wameweza kutumika kutoka kwenye jeshi la Burkina Faso wamekamatwa, basi walitoka moja kwa moja. Msemaji wa Ufaransa anasema kwamba sisi hatuhusiki kwa chochote kile ambacho kinaendelea, hivyo serikali isituhusishe kwa chochote kile, Burkina Faso isituhusishe kwa chochote kile, sisi kama Ufaransa kwamba tunahusika kwa namna yote, na kama itasemekana basi tunahusika, sisi hatutojua hilo na tutaweza kukaa mezani tuzungumze tujue shida ni nini, kwa sababu sisi tushawaambia hatuhusiki. Sasa mambo yaliyofanya zaidi kuweza kuthibitisha kwamba hawa wanajeshi watatu waliweza kutumwa na jeshi la Ufaransa ni kwamba waliweza kukutwa na USB drive ambayo ilikuwa ina sound recorder, iliyokuwa sound ile iliweza kurekodiwa na akisikika mtu kutoka Ufaransa akiwa anazungumza Kifaransa, pia akisema kwamba endapo mtafanikiwa kumuua Kapteni Ibrahim Traore, basi maisha yenu yatabadilika sana na tutaweza kuwalinda familia yenu, na nyie tutawatafutia visa za haraka na passport ili mradi muweze kutoka katika taifa la Burkina Faso na kwenda kuishi taifa lingine kabisa. Pia na familia zenu zote tutafanya uhamisho wa moja kwa moja, yote mtakuwa kwenye ulinzi mkali chini ya taifa la Ufaransa.